Naam, tuachane sasa na taarifa kuhusiana na Mulungula. Ujumbe wa amani ulionekana wazi wakati wa maadhimisho ya kipindi cha Kwaresma katika sehemu mbalimbali nchini, Wakristo wakijitokeza kwa wingi kwenye makanisa kwa ajili ya ibada ya Jumatano Majivu, ikiwakilisha kuanza rasmi kwa kipindi cha Kwaresma. Mwanahabari wetu Catherine Imraget anatuletea ripoti ya kina kuhusu jinsi makanisa katika kaunti mbalimbali nchini yalivyoadhimisha siku hii. Mapema saa 1 asubuhi, mamia ya waumini wa Kikatoliki waliingia kanisa kuu la Holy Family Basilica katikati mwa jiji la Nairobi, wakianza Jumatano ya Majivu kwa sala na tafakari tulivu. Unajinyima ili mwenzako aweze kumjua kuna Mwenyezi Mungu. Vijana na wazee walimiminika kanisani kuashiria kuanza kwa kipindi kitakatifu cha Kwaresma, siku 40 za sala, kufunga na kutoa sadaka zinazofuatwa na Wakristo kote duniani. Mmoja baada ya mwingine, waumini walinyanyuka na kuelekea kwenye madhabahu kupakwa jivu la mti wa mtende kwenye paji la uso kwa umbo la msalaba, alama yenye nguvu ya toba na upya. Wakati unapoomba, wakati ambapo unajinyima na kuwakumbuka maskini, you touch the heart of God. Huko St. Anne Muthure Kikuyu Parish, waumini walihimizwa kutafakari, kutubu na kuimarisha maisha yao ya kiroho katika kipindi hiki cha siku 40 kuelekea Pasaka. Na kufunga sio chakula tu, kama vile Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kufunga pia maneno yetu. Sio kuwaumiza wengine, sio kuwadharau wengine, sio kuwahukumu wenzetu na jirani zetu. Sambamba na hayo, katika kaunti ya Mombasa, Wakristo na Wakenya wote wamehimizwa kudumisha amani na kuweka sala mbele katika taifa. Wakati huu wa Kwaresma na wakati wote wa Juma Kuu na wakati wa Ramadhani, tuache vita, wekeni silaha kando. Vile viongozi wa dini katika kaunti ya Kilifi wamewahimiza Wakenya kudumisha amani na umoja wakati msimu wa Kwaresma na Ramadhani inaanza kwa wakati moja. Tusiharibu nchi kwa msingi wa dini au kabila au lolote. Sote ni Wakenya na sote ni wana wa Mungu. Tunakumbushwa kumrudia Mungu kwa moyo wetu wote, ambao ni pamoja na kurudia na kuridhiana na ndugu zetu. Jumatano ya Majivu inaashiria hatua ya kwanza kuelekea Pasaka, safari ya siku 40 inayowalazimisha Wakristo kuimarisha imani yao na kujitolea upya. Siku 40 za kufunga zikianza rasmi leo, Wakristo wa Katoliki wanakumbushwa kuwa na nidhamu, kuwa waaminifu na wanaompenda Mwenyezi Mungu. Catherine Imraget kutoka Holy Family Basilica, jiji kuu la Nairobi. Na mtazamaji, kwa taarifa ya Kwaresma tanruhusu nipate pumziko fupi, nikirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali. Great yummy taste, gotta hack it.